Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo, ndugu wote ambao tuko kwenye masomo, leo pia tunaingia kwenye somo la kupata na kufanikiwa tunatakiwa kuchanganua maneno haya. Mtu aliyepata, mtu aliyefanikiwa, mtu aliyefaulu kwa ya kwake. Nitaanza na hatua ya mtu aliyepata. Kupata, mtu yoyote anaweza kupata kwenye maisha yake kwa kile anachokitafuta, ima kuwa na haja nacho. Mtu anaweza kutafuta jambo na akalipata. Kupata jambo hakuhesabiki kuwa ni kufanikiwa, kwa sababu kufanikiwa inakuwa ni kutimiza vigezo vya kuishi, na kupata, mtu yoyote anaweza kupata, hata asiyetimiza vigezo vya kuishi katika mema. Kwa hiyo mtu mbaya anapata, mtu mzuri anapata, mtu mwema anapata. Kupata wanachangia watu wa aina zote, kutokana na nani ameenda kufanya kazi gani, ima shughuli gani inamfanya huyo mtu kupata. Kwa hiyo usiishi kwa kudanganyika, ima kujiongopea. Ukiona mtu yoyote pale ana mavitu yake, ukahisi kwamba pengine kafanikiwa mtu huyo, yote haya tuyajue. Wako watu wanaishia kupata, na hata vitu utaona wanavyo vingi na vya gharama kubwa, lakini wanakuwa wameishia kupata, na alama yao wapataji utaona ni vile alivyovitafuta vinamtesa yeye mwenyewe. Yuko mtu anatafuta kitu, ima jambo, kwa sababu hajatanguliza elimu katika kutafuta, anakwenda kulipata hilo jambo huku akiwa hana elimu nalo, iwe magari, nyumba, mke, mume, mafuta,
ya kujipaka, nguo, vitu gani. Yani mambo yoyote unayokwenda kuyatafuta kwa lengo la kuyapata duniani kimungu, ilitanguliaga kwanza elimu, ili mtu uliendee jambo lolote ukishakuwa na elimu. Ndio maana utaona mtoto anapozaliwa wazazi wanahangaika sana kumpa kwanza elimu, na hawampi chochote miongoni mwa anavyovitaka. Mtoto ukimtengea jambo lolote mbele pale, mtoto kila kitu yeye anakitaka na anaweza akakitumia ndivyo sivyo, kwa sababu hana elimu. Sababu ya Mungu kutanguliza mtu ima kiumbe uwe na elimu kwanza, sababu zake ilikuwa ni wewe uende kufata yanayokustahili na ndo ukayatake hayo. Ndio maana elimu ikatangulia kabla ya matumizi yoyote. Ukaona elimu kwanza ikatangulia ikuchanganulie hili jambo liko hivi na hili liko vile, na wewe utahoji kupitia yale ambayo umefundishwa ndani yake, alafu hapo wewe ndo unapata elimu ya kuishi. Lakini dunia ya sasa, watu wengi hawana elimu na wanafata vitu kwa kuvitaka ili mradi wavipate. Sababu kubwa ni watu wengi wameolelewa kwenye maadili ya kujivuruga, na maadili hayo ndio yanaharibu jamii kubwa duniani. Kwa hiyo kupata jambo lolote haina maana kwamba hilo jambo ni stahiki kwako. Mtu aliyeishia kupata, utamuona anateswa na kitu alichokipata, ni kwa sababu ameenda kutaka jambo na kulipata, alafu hataki kuiishi elimu ya alichokipata. Iwe hela, iwe mambo ya mke na mume, iwe mtoto, iwe matokeo yoyote uloyapata, alafu ukaona yanaendelea kukutesa kwenye maisha. Unasema tangu nilizaaga huyu mtoto nilimtafuta kwa bidii kubwa, lakini baada ya kumpata huyu mtoto ndo amegeuka kunitesa duniani. Siishi kwa raha kwa ajili ya huyu mtoto. Maana yake cha kwanza, ulikimbilia kupata mtoto na haukupata elimu ya mtoto. Ima ulikimbilia wewe kupata pesa na haukupewa elimu ya pesa. Kwa hiyo elimu ya pesa haitoki benki, wala elimu ya pesa haitolewi na wenye makadirio kama wana mahesabu. Hapana, elimu ya pesa ni maelezo ya pesa ilitengenezwa kwa nini, na nyuma ya matumizi ya pesa huwa kuna jambo gani. Kwa hiyo watu wengi wapataji ukimbilia kupata jambo ambalo ndani yake lina madhara makubwa, ambayo yale madhara hawapondi muda
wa kutaka kujua kwa nini jambo hili linapendwa na wengi, lakini kwa nini lenyewe ndio la kwanza linaathiri watu wengi. Mtu yoyote mwenye akili huanzaga kujiuliza maswali ya namna hiyo. Kile ambacho umekimbilia wewe kukipata, ukikosa elimu yake, wewe utajuta kwa hicho ulichokipata. Utajuta kwa hicho ulichokipata kwa sababu umeenda kupata jambo alafu elimu ya hilo jambo huna. Tunapochukua nafasi ya kutoa elimu ya mambo haya yote yaliyoko kwenye kuishi, hatufanyi ujinga ndugu zangu. Hatufanyi ujinga. Tunafanya mambo haya ni kwa sababu watu wengi ambao mmevikwa maadili, hamjui wale walowavika maadili walikuwaje na haja yao ilikuwaje. Kwa hiyo ukitafuta pesa, kwanza uwe na maswali ya kujiuliza, ni kwa nini pesa? Ukishajiuliza hivyo, utajua pesa ni uadui mkubwa ambao unataka mpaka upate elimu yake kwanza. Na pesa hiyo hiyo ni faraja kwako kubwa ambayo lazima upate elimu yake kwanza. Kwa hiyo unapoona mabenki, wale ni wahifadhi tu, wanakuhifadhia kwa kile kiwango ambacho unaenda kuweka na kufanya shughuli zako. Wale hawawezi kukupa elimu ya pesa. Wale watakupa muendelezo namna gani uweze kuipata pesa bila kukupa elimu yoyote. Hautopewa elimu ya unachokipata. Sasa unabaki kuhangaika na mapato yako. Ndio maana mkaambiwa na mnaambiwa kwenye somo hili kwamba kupata ni matatizo makubwa sana kupitiliza. Watu wengi wameopata mambo mbalimbali, alafu hawakuwa na elimu ya hicho walichokipata, ndo watu wengi walioingia kwenye shida kwenye hii dunia. Pata jambo lolote unalolijua wewe. Kama haukutangulia wewe kuichubukia elimu ya jambo hilo, moja kwa moja unajikuta umeingia kwenye gurudumu la tabu umeojitengenezea mwenyewe. Dunia ya sasa watu mmeingia kwenye ulemavu kwa sababu mnaweza mkakaa kusalimiana na mtu mtandaoni. Sasa mnataka elimu zote mpewe mtandaoni. Hapa ndipo mnapoingia kwenye shida kubwa. Kumbe kuna elimu hupasi kuwa mtandaoni. Unapasa kufika uso kwa macho uweze kuelezwa shida ya mapato uwaga ni nini, na unapewa elimu yake. Elimu ni jambo gumu na sio jambo ambalo kila mtu anaweza akawa nalo. Unaweza ukawa tu na ujuzi wa mambo fulani, ili ujuzi mpaka ufikie kuwa elimu ni ujuzi uliokwisha hitimu kwenye jambo husika. Unaweza ukajua jambo na hilo jambo ulilolijua likaishiaga kwako na lisiwe elimu kwa mtu mwingine yoyote.
Kwa hiyo watu wanachojifunza ni manyeele, ni uelewa, ili watokee kuwa na upambanuzi kwa nini wanaishi. Kwa hiyo wale ndugu zetu ambao hubaki kusema nimepata, kupata ni tatizo kubwa katika maisha ya kiumbe. Narejea tena kwamba elimu ya mambo ndiyo jambo kubwa zaidi, na elimu ya kwanza watu wote kwanza kuijua ni elimu ya kimungu, kwa sababu elimu hii ya kimungu katika taratibu za jadi, elimu hii ndio inatuelezea kabla hatukuwepo mpaka tunakuwepo, mambo gani ni ziada kwetu, nasi tuliumbwa kwa majukumu gani. Sasa elimu hii inakuwa ngumu kuilinganisha na elimu yoyote iliyotokea katikati ya maisha, kwa sababu elimu hii inasema vyanzo kabla Mungu hajafanya chochote, na kisha tukafanywa kama viumbe kwa michakato na tukawa. Ukishakuwa mtu ambaye unafuata uhalisi ulioko humo, wewe utavuka pakubwa. Ukiwa ni mtu unaenda kwa mihemko kwamba nani kapata, mbona kanizidi kitu fulani na mimi niende mbio, utakuja kuwa na maisha magumu sana na mabaya kupitiliza, kwa sababu mmeambiwa kinachotesekewa duniani ima mahala popote ni elimu, na elimu ziko nyingi kupita kiasi, lakini mliambiwa elimu hii moja ni kubwa kuliko elimu zote unazozijua wewe. Kwa hiyo kazi kubwa unatakiwa wewe kwanza uijuage elimu hii ya jadi, alafu wewe uitii hii elimu ya jadi, alafu ndo uyaendee maisha yako. Utaona vitu vingi ambavyo vilikuwa vinakushinda kwenye maisha, utaona unaweza kuvifanya, kwa sababu elimu hii ndi rasmi kwa viumbe. Elimu zilizotokea ziliingia kwenye udanganyifu na uongo, na kisha zikatoa watu kwenye maana, ima viumbe wakatoka kwenye maana walokuwa nayo. Leo hii ndo mnakaa kujua kwamba kila viumbe waliumbwa na kisha wakapewa mchakato wao. Ule mchakato wachakate vitu ambavyo waliumbiwa kivyao. Jadi ndo mmeelezwa hivyo. Lakini tamaduni zingine zinawaambia kwamba wanyama wengine waliumbwa kama mapambo tu. Yani nyie watu labda ndo mliumbwa, alafu labda Mungu akaweka wanyama, akaweka ndege. Unasikia lugha za namna hiyo, yani wanarahisisha tu kwamba hivyo vingine tu Mungu tu alifanya kama mapambo, akaweka ndege, akaweka wanyama, wakawa hivyo. Wao wakiwaona ni mahayawani leo hawatumii akili, wao hawajiulizi kwa nini hao wanyama hawatumii akili, na kwa nini kuna wanyama humu wanatumia akili, wao hawataki kujiuliza jambo hilo. Nyie watu wa elimu ya jadi, nyie mmejua kila viumbe waliumbwa kwa elimu yao na wakapewa protoko yao ya kuishi mahala. Ukiwaona ambao wamepoteza ile protoko walioumbiwa, ndo wale ambao wanaingiaga kwenye ujinga na mwisho wa siku kulaaniwa kwa kufanywa chakula. Najua naeleweka hapo. Kwa hiyo kupata, somo la kupata ni kwamba kupata ni matatizo makubwa sana. Na haya mafunzo yameotolewa shule za sasa,
Haya ni mafunzo ambayo hayawezi kuwaelimisha chochote. Haya ni mafunzo muishi kama watu fulani tu walivyopanga. Ndio watu wa Ulaya wakaweka shule zao na wengine mbalimbali wakaweka mambo yao. Ndani ya shule zile hakuna elimu yoyote. Ndani ya shule zile kulikuwa kuna matakwa ya watu fulani, umfate vile watu fulani walivyokuwa wanataka. Wakaunda mirabaa hiyo, ukoloni na mambo mengine. Vitu hivyo vikafanywa na mkabaki mnaviita kuwa ndio elimu maisha yenu ya leo. Lakini iko wazi kwamba elimu ni ile ambayo inapambanua mazingira kwenye hatua pana usiotarajia na kukuletea matokeo kiakili. Kwa hiyo ukiona lolote umelipata, uwe unajua kwamba kupata lazima uzingatie elimu. Elimu ndio inakupelekea wewe kujua ulichokipata kinakufaa sehemu gani. Ukitoka kwenye swala la kupata, unakuja kwenye swala la kufaulu. Ukishapata unahitaji kufaulu kwa ulichokipata. Tayari ukishapata jambo unahitaji wewe ufaulu kwenye hilo jambo. Hapo ndo elimu ile ile ikawa inaendelea. Viumbe wasiomtii Mungu wanaishi kwa neema tu, ila wanataka ufasaha wa jambo ambalo wamelitafuta. Hawa viumbe wakipewa elimu ya jambo lao na wakaliishi kufata agenda ya jambo husika lilivyosemwa, hawa viumbe wanakuwa wamefaulu. Kwa hiyo kufaulu kunakuwa kuko kwa kiumbe ambaye hamtii Mungu ila anaishi vizuri kwenye mazingira. Najua hapa naeleweka. Kiumbe anaweza akawa hamtii Mungu wala sio mcha Mungu, lakini ni kiumbe mzuri kwenye mazingira, na utaona si mtenda dhambi, haribu sana vitu vya wengine, na anapenda kufata utaratibu kutokana na elimu alivyopewa, lakini la Mungu tu ndo hafanyi. Unajua tu kwamba huyu ni kiumbe mzuri, na ukimkuta na maisha yake kayafaulisha pale, huyo amefaulu. Huyo amepata na kisha amefaulu. Huyu waga ana nafuu kwenye kuishi kwake. Huyo waga ana nafuu ndani ya maisha yake. Ukiacha huyu mwenye kufaulu, unakuja sasa kwa ambaye unamjua Mungu. Umesimuliwa taratibu za Mungu, ukatokea kumjuaga Mungu, ukachukua habari za kimungu ukaziishi. Wakati umezichukua habari za kimungu ukaziishi, moja kwa moja ukafata masomo ya kuelezwa katika vitu ulivyovipata, ukajikuta umeweza kuweka mambo yako ya hapa na pale kimaendeleo. Wewe mcha Mungu, wewe ndo umefanikiwa. Najua hapo tumeelewana vizuri. Kwa hiyo ukiumbe unayemtii Mungu kisha ukaelimishwa kwenye maisha yako ya kawaida, elimu yako ukajua uvumilie wapi na usimamie wapi, kuanguka sehemu gani, ima kupata hasara kwenye biashara sehemu gani isikufanye wewe kukutoa kwenye maana, unarejeshwa pale kwamba hayo ni mapito tu ambayo waga yanapita kwa mja yoyote na anaweza kumpitia. Unaelimika kupita kiasi. Wewe huwezi kuteswa na biashara. Wewe huwezi kuteswa na biashara wala kazi ya aina yoyote, kwa sababu wewe umeelimishwa kwamba kazi yoyote inaweza ikaingia changamoto ndani yake. Uwe mcha Mungu usiwe mcha Mungu,
kazi inaweza ikaingia changamoto kubwa na ikajikuta imekuharibia maisha kwenye baadhi ya vitu, isikokuwa elimu ndo itakulinda kukuambia kwamba unapaswa kujua kwamba wewe jifunze kufanikiwa. Kufanikiwa kimungu ni kuishi ucha Mungu, na kisha mapato na vitu umevyovipata uvipatie elimu yake kimungu, wewe ndo umefanikiwa. Kwa hiyo ukiishia kusali pale ukajikuta umekuwa na biashara hizi na zile, haujaja kuzipatiaga maelezo hizo biashara uzifanyeje, ima kilimo hicho kiweje, moja kwa moja wewe utabaki kwenye hadithi zako za kumtii Mungu huku ukiendelea kuharibikiwa. Kwa sababu Mungu ukimtii imebaki ni utiifu kwake, isikokuwa wewe unatakiwa uje kwa wacha Mungu ambao tunajua na mazingira yalivyo na uharibifu wake, tukuelimishe, tukwambie wewe hapo mche Mungu kwa usimamizi wa mambo yako ya kiroho, isikokuwa kwenye kuishi kawaida, kwenye kazi zako fanya hivi na hivi na hivi ili unusurike. Lakini yuko ambaye tayari amekwisha jua Mungu na hatua mbalimbali, ameshaelezwa makatazo yaliyoko ndani ya ucha Mungu. Unaona, anachukua hatua ya kuchanganya mambo, anakwenda kujiharibia mwenyewe, alafu mtondogoo anakuambia nimekuwa mcha Mungu lakini nimeharibikiwa. Kumbe ameharibikiwa yeye kwa kutokufuata utaratibu ulivyomkataza. Na yuko ambaye alijiona kwamba pale ana afya yake nzuri, ana biashara yake nzuri, amevyoingia kwenye ucha Mungu ile biashara yote ikasambaratika. Maana yake ile biashara ilikuwa imejaa mambo ambayo si stahiki kwenye ucha Mungu. Ndio sababu ya kuona kwamba umekuwa mcha Mungu, ile kazi yako kwanza inastaki kwa muda ili ijirekebishe na urekebishwe vitu fulani, baadaye hiyo kazi ndio inarudi kuja kukaa sawa. Nini kimepita hapa katikati? Ni mpaka sasa upewe elimu ndo unatokea kujua ucha Mungu sio kupatapata faida tu. Kuna faida zingine unakuwa umeshazichuma kwenye upotevu na ulishagaweka mambo mengi ya kipotevu ndani ya faida zako. Kwa hiyo ukiuingiza ucha Mungu, unaona yale yaliokuwa yanakuletea faida ya mwanzo yanakimbia. Sasa yale mambo yakikimbia, kama wewe ulikuwaga na duka, unaona duka kwanza linafilisika, unabaki unachanganyikiwa. Mbona nimevyokuwa mcha Mungu sasa duka langu lote limekwisha? Jiulize, ndani ya duka uliweka nini na nini? Mwanzo uliweka majini, ukaweka vitu fulani. Sasa ucha Mungu unakuja kwanza kufukuza vile vitu vyote, alafu unaanza kutafuta kimungu, alafu unaanza kupata kwenye mlolongo unaostahili. Hapa aliwachanganya watu wengi kwenye maisha. Hapa paliwavuruga watu wengi sana kwenye maisha. Na yuko mtu amekuja ni mzima kabisa, lakini anafika kwenye ucha Mungu ndo unamuona kaanza kuumwa, kafanya vitu hivi na vile. Kumbe alikuwa kajiimarisha ndani ya mabaya. Yale mabaya lazima sasa yaondolewe kwanza, ajue kwamba alikuwa amezingatishwa vitu vibaya, kisha ndo arudi kuja kuimarika kwenye mema. Mabaya yakijengwa kwako unajiona umeimarika. Najua naeleweka hapo. Na hayo mabaya na huo uimara ukienda nao sehemu ambako kuna uimara mwingine, huu uimara unauvunja huu uimara mwingine. Yote haya yametupitia waalimu na tukayaona kwenye mambo mbalimbali, yakabaki kuwa masomo makubwa ya nyinyi kama jamii. Kwamba kwa nini nimeharibikiwa hapa na nimekuwa hivi? Yakumbuke sasa mapito yako.
Ulipita mapito mangapi mpaka ukawa hivyo? Ukajiona umejiimarisha, kumbe umegandikwa vitu tu ambavyo vimekushikiza kwa muda. Sasa uchamungu hauwezi kuja kukaa juu ya vile vitu vibaya. Uchamungu unavitoa kwanza vile vitu vibaya, alafu unaanza upya. Ukishaanza upya, wewe ndo unaanza, kama ni afya, inaanza kuwa afya mpya inayoeleweka, sio hizo afya ulizozugiwa kipindi cha nyuma. Na hata biashara ni hivyo hivyo, hata kazi ni hivyo hivyo, na mambo mbalimbali ambayo ulijijenga kwenye ushenzi na mabaya, na kisha ukawa mcha Mungu. Unaona kwanza unapata marekebisho, kisha ndo unairudia kazi yako ukiwa mcha Mungu fasaha, na hapo ndo unakuwa sasa umefanikiwa. Kwa hiyo kufanikiwa, ukisha mtii Mungu moja kwa moja, kinachobaki kwako ni kufuata elimu ya mambo ambayo umeyaendea. Fanya hiki, fanya na hiki. Kwa hiyo kuishi ni sharti, na walotuwekea masharti ni walotuzaa. Baada ya wao kukubaliana na ya Mungu, wakayajua kwamba ni mazuri hapa na pale, wao ndo wakatuwekeaga sharti. Sasa wanangu, ishini hivi, muishi hivi. Kwa hiyo humu ndani ya kuishi kuna masharti mabaya na hayazingatii ucha Mungu, na humu kwenye kuishi kuna masharti mema yameuzingatia ucha Mungu. Kwa hiyo yote ni masharti, isikokuwa unatakiwa ujue masharti gani unapasa kuyaishi. Niwashukuru ndugu wana hoja mbalimbali, majibu ya mapato, kufanikiwa na kufaulu yamekaa yako hivyo, na huo ndio ufasaha wake. Asanteni.